wananchi wa Tanzania wenzangu wa kata na kijiji cha Tindiga, natangulia kwa kutamka jina la Mwenyezi Mungu kwa imani zetu zote tulizonazo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi jina langu naitwa Khamis Musa Omar, kama ambavyo umenitambulisha ni waziri wa fedha. Mheshimiwa, tuna salamu katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi miaka mitano inayofuata. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa, hii ni ziara ya kazi. Ni ziara yako, lakini ziara ya kazi. Lakini lililotuleta ni jambo la utu. Utu kwa wananchi wenzetu wa taifa hili, wananchi wa Tanzania ambao wamepatwa na janga, wamepatwa na mafuriko. Tumeiona hali, Mheshimiwa, umeieleza kwa kina. Imeelezwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tathmini ya awali ya kina, ya awali lakini ya kina ya athari ambayo imejitokeza kwa wananchi wa Tindiga. Mahitaji ya awali yaliyotajwa kwa upande wa fedha ni shilingi milioni 67. Tayari shilingi milioni 23 zimetolewa kupitia mifuko yetu ya maafa. Kwa hiyo tuna bakaa ambayo haijatolewa mpaka sasa hivi ni shilingi milioni 47. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mahitaji yetu yote tulionayo, shilingi milioni 47 hazitushindi serikali. Kupitia kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niahidi hiki ambacho kimebakia, shilingi milioni 44 katika hizi tutazitoa, tutapitia kwenye utaratibu wa kawaida wa kamati ya maafa na tutazitoa haraka iwezekanavyo. Nimalizie na mimi kujiunga na viongozi wakuu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Waziri Mkuu ambao wametoa pole zao kwa wananchi wote ambao wamepatwa na maafa, na kwa sababu tuko Tindiga, hasa wale wa Tindiga. Maafa yameelezwa, kuna wenzetu, ndugu zetu, watoto wetu 5 wamepoteza roho zao, wamepoteza uhai. Sio jambo dogo, roho kiumbe yote napokuwa binadamu wenzetu ni jambo kubwa. Kwa hiyo hawa tunaupeni pole, lakini tunaupeni pole kwa maafa ya mashamba ambayo yameingia maji, na upeni pole maafa ya kupoteza nyumba na mali tulizokuwa nazo, na haya ndio matatizo ya maafa ya kimazingira kama haya. Unaweza ukalala tajiri ukaamka masikini, una nyumba, una akiba ya chakula, umepoteza mtoto, ni kwa sababu tu ya maafa. Kwa hiyo na mimi naomba nijiunge na Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu kukupeni pole ya dhati kutokana na maafa ambayo mmeyapata na majanga haya. Nisichukue muda zaidi, kwa sababu nimeelekezwa niseme machache, na ahadi yangu ni ile ukamilisha shilingi milioni 44 zilizobakia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, karibu sana. Hawa ni wakulima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndugu zangu wa Tindiga, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, kakaangu Malima, Mheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wenzangu na wanatindiga wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu amenipa fursa ya kusema machache kwenye eneo la kilimo, na mimi ni waziri wa kilimo. Kwenye kilimo hatuongei, tunatakiwa kutenda. Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshasema yote na katupa maagizo na maelekezo ya kwenda kuyafanyia kazi. Lakini nisiposema maelekezo yenyewe yanatakiwa kutekelezwa kwenye maeneo gani, mtasema kumbe waziri wa kilimo mwenyewe bubu na hajui anachotakiwa kwenda kufanya. Sasa mniruhusu niseme kwa dakika moja. Kwanza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan
hatuna budi kumshukuru kwa dhati, kwa sababu kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri Mkuu na akatolea maelekezo, yeye alishaona ujio wa matatizo na mwendelezo wa muda mrefu wa matatizo ya namna hii. Ametupatia Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na wenzetu Wizara ya Uchukuzi shilingi bilioni 125 hivi kwa ajili ya kujenga mabwawa 6 ambayo tutayajenga Wizara ya Kilimo, lakini wenzetu wa Wizara ya Uchukuzi watajenga 2 na jumla yake yatakuwa mabwawa 8. Mabwawa ambayo tunakwenda kuyajenga sisi ni yale mabwawa ambayo yalishajengwa kwa sehemu miaka ya 1950, yakianza na bwawa la Kidete ambalo wote mnalijua na mnajua tija yake kwenye kilimo. Lakini kutoka kwenye bwawa hilo liko bwawa lingine la Kimagai, wote mnalijua. Lipo bwawa la Buhirigiri, lipo bwawa la Ikoa, lipo bwawa la Hombolo upande wa Dodoma na bwawa la Dabalo. Kwa hiyo kwangu Wizara ya Kilimo tunakwenda kuyajenga hayo mabwawa 6. Na kama Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyoelekeza kwamba tuhakikishe tunasukuma taratibu za kitaalamu kwenda haraka ili ujenzi uanze. Mimi niwahakikishie tayari tuna wataalamu wako site, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndio maana mpaka sasa hivi na mimi bado nimevaa hiki kikoti cha kitaalamu ili kuwathibitishia kwamba wataalamu wa Wizara ya Kilimo na wataalamu wa Wizara ya Uchukuzi, simsemei Mheshimiwa Waziri kwa sababu naye atasema, wako tayari wanafanya usanifu na wamepewa muda mfupi wa miezi 6 tu. Wameanza mwezi wa 10, tunataka mwezi wa 4 wa 5 wao wamekamilisha ili tutangaze zabuni za kujenga mabwawa hayo. Kwa hiyo kazi inafanyika, na kwa upande wa Mheshimiwa Rais kazi alishamaliza. Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuswaga wote, tuko naye hapa, tumepiga mguu sawa. Anatuelekeza eneo moja baada ya lingine kile ambacho ni matamanio yake kuona kinatokea kama Mheshimiwa Rais alivyotoa fedha. Na sisi tupo. Ilikuwa Rais Mheshimiwa Waziri Mkuu aseme, waziri wewe na wewe nendeni leo mkatembelee huko. Lakini yeye mwenyewe amekuja kuonyesha mapenzi makubwa kwa wana Kilosa, kwa wana Tindiga, lakini na kwa wana Morogoro kwa ujumla. Nami Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kuhakikishia kila ambacho kinastahili kufanywa tutafanya, kwa sababu haya maji yanayoleta madhara yanaweza yakawa laana tukiyaacha yaendelee kuleta madhara. Lakini kwetu sisi sekta ya kilimo na ndugu yangu wa maji, sisi kwetu haya maji ni baraka. Kama tutayawekea miundombinu tukayaelekeza kwenye mashamba yakaongeza kilimo, ni baraka kwenye maisha yetu. Kweli si kweli? Na mimi nipo hapa kutoa uhakika kwamba alichoelekeza Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa, mimi na timu yangu chini ya Wizara ya Kilimo tuko timamu kuhakikisha kinatokea, na Mwenyezi Mungu atupe uzima na kibali cha utulivu ili muda mfupi muanze kuona matokeo. Mwisho, na mimi niungane na Mheshimiwa Waziri Mkuu kutoa pole kwenu, lakini kuwahakikishia yote aliyoagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu tutahakikisha tunayafanya moja baada ya lingine. Asanteni kwa nafasi, mbarikiwe sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Karibu Waziri wa Uchukuzi. Kilosa oye! Kilosa oye! Mimi ndio simama mbele yenu ndugu zangu, ninaitwa Makame Mbarawa, Waziri wa Uchukuzi. Kwanza kabisa na mimi nianze kutoa pole kwa changamoto ya mafuriko. Haya ni maandiko ya Mungu, lakini tunaendelea kuwapa pole. La pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu umeshatoa maelekezo. Sisi wajibu wetu ni utekelezaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwahakikishie wananchi hawa pamoja na Watanzania, TRC na Wizara ya Uchukuzi, priority yetu ya mwanzo katika uendeshaji wa reli zetu zote hasa SGR ni usalama, kama walivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi kabla reli haijatoka Dodoma kuja Morogoro, tunahakikisha njia yote tunaipitia.
hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba iko salama. Tunafanya hivyo kwa sababu ya kuangalia usalama wa Watanzania au wananchi kwa ujumla. Pili, tunafanya hivyo kwa sababu ya kuangalia miundombinu ya reli ambayo tumewekeza pesa nyingi. Kwa mfano, reli ya kutoka Dodoma mpaka hapa Morogoro takriban tumetumia shilingi trilioni 4.8. Hatuwezi tu kama kuna shida yoyote tukapitisha treni. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ulivyoweka msisitizo, sisi our first priority au usalama ndio jambo letu la kwanza katika usimamizi wa reli, na ndiyo maana tukaisimamisha reli hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa mifano mingi duniani kote kwenye usafirishaji wa reli, usalama ndiyo jambo la kwanza. Ndugu zangu, ninaomba niwahakikishie kwamba reli yetu ya SGR ipo salama na tutakwenda kuilinda kwa nguvu zetu zote kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora na huduma salama. Mheshimiwa Rais anaendelea kutoa pesa nyingi kuhakikisha kwamba reli hii iko salama. Sitaki kurejea mambo mazuri aliyozungumza Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Lakini na sisi kwa upande wa reli ya zamani pia imepata changamoto, na hii sio mara ya kwanza. Ndani ya miaka 10 iliyopita reli hile ilikuwa kila zikipiga mvua inakatika au daraja zinaanguka. Tumeanza kufanya ukarabati na tunaendelea kufanya ukarabati kuhakikisha kwamba reli hile iko salama. Lakini la msingi ninalosisitiza hapa, reli ya SGR iko salama 100%. Lakini ikitokea changamoto yoyote tutaendelea kuisimamisha na kuhakikisha tunatatua changamoto ili wananchi wetu wawe salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante sana. Waziri wa Uchukuzi anaitwa Profesa Makame Mnyambarawa. Waziri wa Kilimo anaitwa Daniel Chongolo, Katibu Mkuu mstaafu wa CCM. Mheshimiwa Waziri wa Maji, karibu na wewe usalimie. Ndugu zangu wana Kilosa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa dhati ya moyo nikushukuru sana, na mimi niwe kuweza kuungana nawe katika ziara hii. Moja ambalo nimejifunza kutoka kwako, uongozi sio cheo, uongozi ni uamuzi. Meacha pamoja, leo tulikuwa Kidunda, akasema nije kuona hizi athari. Tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa experience ndogo ambayo nilopata katika wizara yetu ya maji na mkoa huu wa Morogoro, athari za mafuriko ambazo zinapatikana Kilosa na mkoa wa Morogoro si maji ambayo yanayotokana na wana Morogoro, ni maji ambayo yanayotoka katika maeneo mengine, lakini yanaleta athari katika maeneo haya ya Morogoro na Kilosa. Wakati mwingine tunaweza tukatoka Dodoma unakwenda Dar es Salaam, Morogoro mvua hainyeshi, lakini unakuta maji yanavuka yanaleta athari kwenye barabara. Kwa hiyo Morogoro na Kilosa ilivyo ni kama bakuli, limekuwa likikusanya maji kutoka katika maeneo mengine, lakini athari zinapatikana hapa Morogoro. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, maji yasiwe maafa, maji yawe fursa. Leo umetuelekeza wizara kufanya kazi kwa pamoja, tufanye tathmini na tufanye maamuzi ya kujengwa bwawa kubwa, na siwe ni bwawa la kilimo au bwawa la wafugaji. Ni bwawa kubwa ambalo wizara zote zitaweka nguvu pale, watu wa reli, watu wa maji, watu wa kilimo. Ili bwawa kubwa tukilijenga, maana lake litaondoa athari kwa watu wetu, lakini itakuwa fursa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, itakuwa fursa kwa ajili ya ufugaji wa samaki, itakuwa fursa kutokana na mafuriko, lakini itakuwa fursa katika swala zima la water security, kwa maana ya uvunaji wa maji ili yaweze kutumika katika kada nyingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nadhani kwa namna hii uliokuja, haya maamuzi yatafanyika na wana Kilosa, wana Morogoro hawatopatikana na ihali kwa mara nyingine tena. Lakini sisi Wizara ya Maji tunalo bonde
la mto bonde la Wami Ruvu. Moja ya maelekezo ambayo tumeyatoa, tumekushapata pesa ambazo tutatumika kwa ajili ya kusafisha huu mto Mkondoa ili kuhakikisha unarudi katika hali yake ya kawaida. Tunashukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wamekuwa wakitupa ushirikiano mkubwa na imani kwa maelekezo yao, na haya maelekezo utakaotoa tutakwenda salama kuhakikisha mito hii inasafishwa ili irudi katika hali yake ya kawaida. Lakini mwisho, ndugu zangu wana Kilosa, yapo maandiko yanasema unapotembea na kuzuru wengine usinipite Mwokozi. Leo Mheshimiwa Waziri amekuja hapa, waziri mkuu wetu ambaye ametumwa na Mheshimiwa Rais. Hapa tumefanya tathmini, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa eneo hili wanatumia maji ya kutumia hand pump. Na Mheshimiwa Waziri umekuja hapa kwa ruhusa yako. Tunakwenda Dodoma, naomba niwaletee milioni 500 ya haraka. Ujengwe mradi mkubwa ili hivi vijiji vyote hapa vitatu viweze kupata huduma ya maji safi, na kwa ruhusa yako hili tenki kubwa litakalojengwa liandikwe jina la Mheshimiwa Diwani kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya. Asante sana, asante sana, asante sana. Hiyo ndio maana halisi ya mama yuko kazini. Serikali ya Dr. Samia iko kazini. Serikali iko wapi? Kazini. Serikali iko wapi? Kazini. Na ukiangalia hapa unaona ni majembe ya kazi. Hivi tumepita na ni kama mwenge, hamna kijiji kitaachwa. Tutaendelea mbele kwa mbele. Leo tulipita kujionea athari, siku zingine tutapita kuwasikiliza wananchi. Tutapita kuwasikiliza wananchi. Na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Anataka kila kiongozi ashuke kuwasikiliza wananchi. Nimefurahishwa sana niliposikia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya alikuwa kama bodaboda, anatoka na kurudi, kutoka na kurudi, tunatoka na kurudi. Ndio tunataka viongozi wawe hivyo, washuke kila eneo wawasikilize wananchi. Hiyo ndio maana yake serikali iko kazini. Serikali iko kazini, mama yuko kazini, na sisi wasaidizi wake tutakuwa mbio mbele kwa mbele. Tuko na Mheshimiwa Naibu Waziri, karibu usalimie kifupi ili tuweze kuendelea. Najua bado tuna maeneo mengi ya kutembelea. Kilosa hoye! Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Dr. Mwigulu Nchemba hoye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kwa fursa hii ya kutoa salamu chache kwa wananchi wa Tindiga hapa Kilosa kutoka ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Ndugu zangu wana Kilosa, naitwa Festo John Dugange, ni naibu waziri. Niko hapa kwa niaba ya waziri. Naomba nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza niungane nawe kuwapa pole nyingi wananchi wa Tindiga, wananchi wa Kilosa kwa maafa ya mafuriko. Poleni sana. Na ni jambo la pili Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na unyenyekevu ni kuhakikishie kwamba ofisi ya Makamu wa Rais tumepokea maelekezo yote ulioyatoa ya kuhakikisha tunaboresha mazingira ili wananchi wa Kilosa, wananchi wa Tindiga waondokane na kero na athari za mafuriko ya mara kwa mara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari serikali ngazi ya taifa, mkoa na wilaya tumeshaendelea utekelezaji wa mpango wa utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti, na katika mwaka uliopita Mheshimiwa Waziri Mkuu 2024 mkoa huu wa Morogoro ulipanda jumla ya miti milioni 12,846,795. Hongereni kwa hatua hiyo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kweli ni kwamba bado kasi ya kupanda miti inahitajika. Mafuriko haya mengi ndugu zangu wanatindiga yanatokana na mito yetu kuwa na kina kidogo. Mvua zikinyesha, maji yanatapika, yanakuja kwenye makazi ya wananchi.
yanaleta madhara makubwa, madhara ya kupoteza maisha, madhara ya kuharibu miundombinu ya kilimo, madhara ya kuharibu vituo vya huduma na makazi binafsi. Kwa hiyo naomba ndugu zangu wana Kilosa, wana Tindiga, katika mpango wa maendeleo ya taifa letu 2025-2050 kuna nguzo 3, lakini nguzo moja ni nguzo ya uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, lakini na uboreshaji wa mazingira. Yote yaliyosemwa na Mheshimiwa mawaziri wa kilimo, wa maji na wengine hayataweza kufanikiwa kama hatutatunza mazingira yetu. Mazingira yetu ni uhai. Tuweke utaratibu wa kila mwananchi angalau kila mwaka panda miti yako 5, itunze. Tutapunguza athari ya mafuriko, tutaboresha afya zetu, na mnaona tumekaa hapa, kuna kivuli kizuri, hali ya hewa nzuri, na hata ukija upepo hautaathiri shule yetu. Kilosa oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwahakikishie wananchi kwamba tumejipanga na halmashauri zetu kuhakikisha tunaboresha mazingira, na tukuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutalifanya jambo hilo kwa uthabiti wa hali ya juu. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kushukuru kwa nafasi hii. Haya, asanteni sana. Yule aliyekuwa na bahasha yule ameshachukua. Basi mkabidhi katibu wangu pale. Wengine mtamkabidhi Mheshimiwa diwani hapo. Tutayapata na tutakuja tripu zingine kwa ajili ya kusikiliza. Leo tulikuwa tunajionea.